kuelekea kwenye hatua muhimu sana ya nusu finali CRDB Federation Cup. Kesho tunakwenda kuanza mechi ya kwanza na itakuwa pale katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha. Ndio. Pengine maandalizi kwa ujumla wake yakoje kuelekea kwenye mchezo huu wa nusu finali CRDB Federation Cup? Karibu sana. Asante sana. Kwanza niwashukuru sana Azam TV kwa kuwa wadau wa karibu wa mashindano haya ya CRDB Bank Federation Cup. Nafikiri umeona ambavyo tumeyapa thamani kabisa, na tuko katika hatua muhimu sana ya nusu finali, na kwa kweli nafikiri tumeona kutokea Arusha na Mwanza maandalizi, nafikiri wenyewe watazamaji wameyaona, lakini kabisa. Kutoka benki ya CRDB tuhakikishie kwamba wanavyotufahamu sisi hatuna jambo dogo. Tumejipanga vizuri kabisa, na kuna surprise ambayo itakuja baada ya nusu finali kuwa zimekwisha kamilika, ambapo itakuwa ni surprise kubwa sana. Lakini kama unavyojua hakuna sehemu nyingine ambayo inaweza ikatoa hiyo finali zaidi ya Azam TV. Kwa hiyo tutakuja kuwahabarisha surprise kubwa baada ya nusu finali. Kwa hiyo wakati watu wanaelekea katika mageti ya Arusha, mageti ya Mwanza kushuhudia hii michezo, waende wakiwa wana energy ya kutosha, kwa sababu baada ya hapo kutakuwa kuna surprise kubwa ambayo haijawahi kutokea katika mashindano ya CRDB Bank Federation Cup tangu kuanzishwa kwake. Huyu anayezungumza ni mkuu wa maudhui na mtaalamu wa masoko kutokea CRDB. Manake anachokizungumza ana hakika kwa 100% kinakwenda kujitokeza. Pale Arusha nimeona shamra zimeanza mapema. Ndiyo. Hivi ninavyozungumza nawe naona jezi zimetamalaki na kutamakani kwenye uwanja ule unaozunguka pale Sheikh Amri Abeid nje pale. Ndiyo. Jezi za Simba na jezi za Coast ziko pale, lakini wafanya-biashara wamezungumza fursa mbalimbali ambazo wanakwenda kuzipata kuelekea kwenye finali hizo. Ndiyo. Lakini kwenu nyinyi kama CRDB mnanufaikaje na mashindano haya? Kabla ya sisi ni watu, ni jamii, ni nchi, ni vipaji. Nasema hivyo kwa sababu hata ukiangalia asili yenyewe ya haya mashindano ya CRDB Bank Federation Cup yanaanzia chini kabisa. Timu ambayo haijawahi kuonana na timu kubwa, ama mashabiki ambao hawajawahi kuona timu kubwa ikifika kwao na kucheza. Umeelewa? Kwenye hatua ya mabingwa wa mkoa kule. Hizo ni fursa kwa wachezaji, ndio maana sisi tunasema boli kiushindani. Ni wewe tu mchezaji, ni wewe tu timu, haijalishi wewe ni mkubwa, ni mdogo. Hiyo ni fursa. Hiyo ni kwa upande wa hizi timu ambazo zinashiriki haya mashindano. Lakini pia mashindano haya yanapoenda mkoa kwa mkoa yanapeleka pia fursa za kijamii, fursa za kiuchumi, kama ambavyo umekwisha kutuonesha kule Arusha. Biashara unasema zimetamalaki, si ndio? Na zimetawala sasa. Na hii kwenye kutamalaki wacha nikuongezee na nyingine. Na kutamakani. Kutamalaki ni kutawala, kutamakani sasa zimekita kambi pale mjini Arusha. Na sahibu wangu mmoja yeye anatoka Kisemvule. Nimezungumza naye, ananiambia niko Arusha. Naambia Arusha umeenda kufanya nini? Ananiambia bwana, si unajua kuna hii nusu finali? Akao nimekuja na biashara. Katoka Kisemvule Dar es Salaam. Ameenda kufanya biashara ya jezi, mavuvuzela yale na vitu vingi. Kwa hiyo na zimetamalaki na kutamakani. Tunanufaika vipi? Hicho ndicho sisi tunachokitaka. Kwa sababu benki ya CRDB ni benki ya watu. Tunasema CRDB benki kimpango wako, lakini tuna msemo wetu tunasema CRDB ni mimi, CRDB ni wewe, CRDB ni sisi sote. Yani popote pale. Kwa hiyo sasa tunavyoona hizo biashara, watu wanapata fursa ya kwenda kutengeneza fedha zao. Mwisho wa siku fedha zao zile wataenda kuziweka tena kwa benki ya CRDB kuwekeza. Umeona, na mambo yao yatazidi kwenda zaidi. Kwa hiyo fursa zipo nyingi, na wafanyabiashara tunawapatia pia platform nyingi. Tuna njia za malipo ambazo wanazipata kuweza kufanya biashara zao kirahisi. Kwa hiyo hicho ndicho kikubwa ambacho benki ya CRDB tunatamani kuona kikiwepo pale ambapo tunafanya jambo lolote, kama ambavyo CRDB Bank Federation Cup ilivyo sasa hivi Arusha na Mwanza. Mzigo ulianza mapema kwenye hatua ile awali kabisa. Umezungumzia hatua zile za chini, mabingwa wa mikoa, timu kutoka madaraja yote kwa maana ya Championship, kutoka kwenye mabingwa wa mikoa, First League na kadhalika. Manake tulipotoka, tulipo
na tunapoelekea. Ndio. Mkiwa kama CRDB sasa, mkitazama safari yenu mlivyoanza kwenye haya mashindano, tulipotoka, tulipo kwenye hatua ya nusu fainali na tumebakisha kizingiti kimoja kwenye fainali yenyewe. Karibu Salim Mohamed, na utuambie. Cha kwanza tunafurahi kuona kuna ushindani mkubwa unaendelea. Tunafurahi kuona kuna vipaji vinaonekana na tutafurahi zaidi vipaji hivi vikiendelezwa. Sasa hivi tupo kwenye kombe la dunia, kwa hiyo tunaamini kwamba hiki tunachokifanya sasa hivi kitasaidia hata kujenga timu yetu ya taifa kwa miaka ijayo. Sawa? Na mimi niseme tu kwamba tunapoelekea, kama niliposema hapo mwanzo, kuna surprise kubwa baada ya nusu fainali. Lakini pia hii nusu fainali kuna zawadi kwa wale man of the match. Kama kawaida. Yes, wale man of the match ni kitita cha shilingi milioni 1. Nusu fainali hiyo. Nusu fainali. Hiyo bila shaka fainali tutakuja kujua. Na wajua mimi CRDB. Lakini umeona sasa tulipo. Ndio. Kwa hiyo tunapoelekea si ndo fainali. Huko tunapoelekea tutakuja kujua. Hiyo fedha manake itamsaidia mchezaji. Lakini pia haiji pesa peke yake. Unajua bana, raha ya mpira uwe na kile kithibitisho. Kwa hiyo tuna vikombe pia ambavyo tunawapatia kama alama ya kwamba bana, wewe ulikuwa ni man of the match wa CRDB Bank Federation Cup nusu finali. Kwa hiyo ile alama nafikiri waga ina joyful moment sana. Kwanza ni wapongeze kwenye hilo. Nimeona mara ya mwisho nilikuwa nitazama mechi ya Simba ile ya robo finali kwenda kwenye hatua ya nusu finali. Na kama utakumbuka Diotraf, Simba kwenye man of the match alichukua David Kameta Duchu kwenye ile mechi. Nilipenda ile tuzo ambayo alikuwa anabeba. Kwanza yeye mwenyewe namna alivyokuwa ameshika, lakini pili inaakisi mdhamini mkuu wa hayo mashindano, namna ambavyo wao wanajitangaza. Kwenye hili bwana, nifikishie salamu zangu kwa waandaaji. Wafanya kitu kikubwa sana. Imefika kabisa. Na nikuongezea kitu uliposema tulipotoka, tulipo na tunapoelekea. Ukiangalia kwa ambavyo tunachukulia haya mashindano kwa umakini mkubwa, ukiangalia hata matangazo yetu ambayo tunafanya ili kuamsha ile mashindano, ukiangalia ni yana ubunifu mkubwa kabisa, yanaamsha, yanaongelewa, matangazo kwa ajili ya mpira. Kwa hiyo tunataka kufikia level za wenzetu. Lakini pia nafikiri, ninaamini kabisa na nina uhakika kwamba CRDB Bank Federation Cup ndio mashindano ambayo yana theme song nzuri na bora kuwahi kutokea nchini Tanzania, pengine hata Afrika Mashariki. Inawezekana. Yes. Theme song ukisikiliza, kwa hiyo unaona, na pia the way ambavyo tulivyofanya finali mwaka jana Zanzibar, nafikiri uliona lile tamasha lenyewe lile. Ilikuwa imependeza sana. Yes, ukubwa lile tamasha, jinsi ambavyo tulivyokuwa tumejipanga. Sasa na finali ya mwaka huu tunapoelekea itakuwa ni kubwa zaidi. Unanishawishi nikuulize pengine changamoto zipi ambazo mlipitia kwenye hatua ya fainali katika msimu uliopita, na pengine mmeichukua kama darasa kwenda kuboresha kwenye hatua ya fainali? Sitaki kusema ni changamoto. Nitasema ni mafunzo. Kutokana na tulichokiona ambayo sasa yametufanya tujiboreshe mapema zaidi. Kama nilivyokuambia, ukiangalia mwaka huu, tangazo la mwaka jana na la mwaka huu pia ukiangalia tu hivyo ni tofauti. Ukiangalia zawadi za mwaka jana na za mwaka huu ni tofauti. Umeona sasa tayari tumeshajipanga baada tu ya finali, baada tu ya nusu finali, tuna surprise kubwa. Lakini pia ukiangalia tumekuja na podcast mwaka huu kwa ajili ya kuamsha pia watu wapate taarifa. Kwa hiyo umeona jinsi ambavyo tunazidi kuboresha kadri muda wanavyokwenda kila mwaka. Kwa hiyo wapenzi wa mpira wa Tanzania wote wawe tayari. Swali la kichokozi kidogo. Nusu finali tumeshajua Arusha pale. Na Mwanza. Hii finali mlisema itachezwa wapi vile? I say, sasa unajua kila mtu ana mamlaka yake. Ndio. Kila mtu ana mamlaka yake. Nafikiri
Unasemaje wanasema tule nini, nyama ziko chini? Kula mtori. Endelea kula mtori, nyama ziko chini. Yes. Kwa hiyo tubakishe hapo tu. Kwa sasa tudili na nusu finali ambayo tunajua ni Mwanza na Arusha. Leo tuna swali ambalo nataka kumuuliza Salim Mohamed. Mimi bwana nimevutiwa namna ambavyo wamelikwepa hilo swali la wapi ambapo finali inaweza kwenda kucheza, lakini taarifa atakuwa nazo. Yeye amekwepa mamlaka, amesema Waarabu wanasema kullu makan makan. Mimi nafikiri sasa hili ndio jibu langu la mwisho kabisa. Watu wafuatilie ukurasa wetu wa CRDB Bank Sports. Hivi mna kurasa yenu Huo ni kurasa kwa ajili ya michezo ikiwemo CRDB Bank Federation Cup. Kwa hiyo CRDB Bank PLC huo ni ukurasa wa kwanza, wa pili ni @CRDB Bank Sports. Pale sasa majibu nafikiri yatatoka ya hizo taarifa. Nilikuwa nasema Waarabu wanasema kullu makan makal wa kullu makala makan. Kila jambo lina mahala kwake na kila mahala kuna mambo yake. Huyu ni Salim Mohamed kutokea CRDB akija kutueleza juu ya maandalizi ambayo wameyafanya kuelekea kwenye michezo ya nusu finali. Mechi ya kwanza itakuwa uwanja wa Sheikh Amri Abeid pale Arusha kati ya Simba dhidi ya Coastal Union, na mechi ya pili ya nusu finali itakuwa kwenye uwanja wa CCM Kirumba Mwanza. Young Africans watashuka pale dhidi ya Azam FC. Kwa nukta hiyo tunakwenda mapumziko mafupi, na tukirudi utakuwa ni wakati wa World Cup special kuja kuzungumza kwa kina, kufahamu kwa kina kipi ambacho kimejiri na kuchukua nafasi kwenye michezo ambayo inaendelea Mexico, Canada na Marekani.